Jeshi la Iran IRGC ni kama vile limeudhibiti mfumo wa uongozi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kile ambacho Magharibi sasa wanasema mfumo wa uongozi wa Iran unajaribiwa, huku mazungumzo yakikaribia. Baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel, uongozi wa Iran umebaki imara, lakini mazungumzo ya kumaliza vita sasa yanazua changamoto mpya ndani ya mfumo wa mamlaka. Kinachosaidia mfumo wa mamlaka ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni jeshi la IRGC ambalo moja kwa moja linaripoti kwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na limebaki na msimamo imara. Baada ya mashambulizi ya pamoja Marekani na Israel yaliyomuua aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, mfumo wa uongozi wa nchi hiyo haukusambaratika, na hata hivyo mazungumzo ya kumaliza vita sasa yanaonekana kuwa mtihani mkubwa kwa utawala wa Kiislamu. Kwa miongo kadhaa Khamenei aliweza kusimamia makundi mbalimbali ya kisiasa na kijeshi ndani ya Iran. Alifanikiwa kusawazisha nguvu kati ya makundi hayo, lakini akidhibiti wapinzani wake. Baada ya kifo chake, mwanawe Mojtaba Khamenei alichukua nafasi hiyo, lakini bado kuna mashaka kuhusu uwezo wake wa kudhibiti mfumo huo. Inaripotiwa kuwa alijeruhiwa wakati wa mashambulizi na hajatokeza hadharani tangu ateuliwe kwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kutokuwepo kwake hadharani kumeibua maswali kuhusu jinsi maamuzi makubwa yanavyoweza kufanywa ndani ya uongozi wa Iran. Hali hii imeongeza sintofahamu kuhusu mwelekeo wa nchi hiyo katika kipindi hiki cha mgogoro. Wakati huu Baraza Kuu limechukua nafasi kubwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa sasa nguvu kubwa inaonekana kuelekezwa katika Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, chombo kinachojumuisha viongozi wa kiraia na kijeshi. Baraza hili limekuwa kitovu cha maamuzi muhimu tangu kuanza kwa vita. Miongoni mwa viongozi wakuu ni Mohammad Bagher Kalibaf ambaye ameibuka kama uso wa mazungumzo na Marekani. Ana ushawishi mkubwa kutokana na uzoefu wake wa kijeshi na kisiasa. Baraza hilo lina wawakilishi wa makundi tofauti ya kisiasa, wakiwemo wanamageuzi na wahafidhina, na hata hivyo ushindani wa ndani unaweza kuathiri mwelekeo wa mazungumzo. Wataalamu wanasema mfumo wa Iran unaweza kuhimili mshtuko wa mashambulizi kwa sababu ya kuwa na vituo vingi vya nguvu vinavyofanya kazi kwa pamoja. Mazungumzo na Marekani yanatajwa kwamba yanatarajiwa kuwa ndio kipimo kikubwa cha uongozi wa Iran. Marekani inataka Iran ikubali masharti makali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha haiwezi kuunda silaha za nyuklia. Iran kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na ina haki ya kuendeleza urutubishaji wa uranium, mipango ambayo hata wakati wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei ndio ilikuwa misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini Kalibaf anasema Iran inataka makubaliano yatakayohakikisha amani ya kudumu na kuzuia mashambulizi ya baadaye kutoka Marekani. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Iran wanaamini wana nafasi nzuri ya kujadiliana kutokana na udhibiti wao wa mlango wa bahari wa Hormuz. Matukio hivi karibuni yanaonyesha uwepo wa tofauti za maoni ndani ya uongozi wa Iran. Hatua kuhusu kufungua na kufunga tena mlango wa Hormuz zimeibua mijadala. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alitangaza kufunguliwa kwa njia hiyo, lakini baadaye jeshi lilisema limeufunga tena. Vyombo vya habari vya ndani vilimkosoa Araghchi vikidai hatua hiyo ilionyesha udhaifu. Hii inaonyesha kuwa kuna tofauti za msimamo ndani ya serikali. Na hata hivyo viongozi wamejaribu kuonyesha umoja hadharani ili kuepuka kuonyesha udhaifu kwa mahasimu wao. Lakini hatima ya utawala iko mashakani. Licha ya msimamo mkali, lengo kuu la uongozi wa Iran linaonekana kuwa kuendelea kuwepo madarakani. Uchumi wa nchi umeathirika vibaya na vita na vikwazo vya Marekani. Hali ngumu ya maisha imekuwa kichocheo cha maandamano ya wananchi katika miaka hivi karibuni, na baadhi ya maandamano yalikuwa yakishinikiza serikali iondoke madarakani. Wachambuzi wanasema Iran italazimika kufanya makubaliano na mataifa ya Magharibi ili kupunguza shinikizo hilo. Macho yote hivi sasa yanaelekezwa katika mazungumzo yajayo ambayo yanaweza kuamua mustakabali wa uongozi wa Iran na hatima ya vita vinavyoendelea. Lakini sasa Iran haikutaka kuingia katika mazungumzo na Marekani kwa sababu moja kati ya jambo muhimu. Kwanza ni baada ya kuona Marekani imeweka zuio katika bandari za wa Iran, jambo ambalo waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi alisema huu ni mfano mwingine wa uvamizi. Ndio maana wa Iran wakaona hakuna sababu ya kuendelea na mazungumzo, lakini pia ni meli zao kushambuliwa. Mtazamaji, bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.